Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Oktoba 15, siku ya Jumatano. Leo tunaiangazia mada inayosema kusahau. Soma Yoshua sura ya 4 aya 20 hadi 24. Ukizingatia aya zifuatazo: Waamuzi sura ya 3 aya 7, Waamuzi sura ya 8 aya 34, Zaburi ya 78 aya 11, Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya 2 na aya 18, Zaburi ya 45 aya 17. Kwa nini ilikuwa muhimu hivyo kukumbuka matendo makuu ya Bwana? Tambua badiliko katika nafsi kulingana na Yoshua sura ya 4 aya 23. Maji ya Yordani yanatajwa kuwa yalikaushwa mbele yenu, yaani mbele ya Waisraeli wote ambao ndipo tu walikuwa wamevuka Yordani. Tofauti na hivyo, bahari ya Shamu inatajwa kukauka mbele yetu. Wale ambao bado walikuwepo kutokea katika kizazi cha kwanza na ambao walipitia uzoefu wa kutoka. Matukio mawili ambayo vizazi hivi viwili tofauti viliyapitia yalifanana kwa umuhimu. Jambo lililowezesha kizazi cha pili chake kupitia kwa ushuhuda wa wazazi wao kugundua upya maana ile ile ya Yordani kuvuka wao wenyewe. Kwa ujumla, huwa tunachukulia hali ya kusahau kama sifa bainishi ya kawaida ya wanadamu wote. Hata hivyo, hali ya kusahau katika maana ya kiroho huwa inakuwa maandalizi ya matokeo mabaya. Hata leo, kama tunataka kudumisha utambulisho wetu kama watu wenye wito na utume wa pekee, itatupasa kutengeneza nafasi kwa ajili ya kuhuisha kumbukumbu zetu binafsi na za jumuiya, ili tudumishe focus au umakinifu wetu kule tulikotokea, kwamba sisi ni nani na kwa nini tuko hapa. Soma Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ya 24 na 25 na Yohana Mtakatifu sura ya 14 aya 26. Je, ni kwa nini daima lazima tukumbuke kile Kristo alichotufanyia? Ni jambo lipi lingine lenye maana bila hicho? Kwa uwazi, Ellen G. White alielewa kwamba bila kudumu katika kujiongoza kwa kuzingatia matendo ya Mungu na udhihirisho wake wa wakati uliopita, ni hakika tutapoteza motisha wa kuendeleza utume wetu wakati ujao. Hatuna cha kutuogofya kwa ajili ya wakati ujao, isipokuwa kama tutasahau jinsi Bwana alivyotuongoza na mafundisho yake katika historia yetu iliyopita. Ellen G. White, Life Sketches, ukurasa wa 196. Japokuwa ni muhimu kukumbuka wakati uliopita na jinsi Bwana alivyotenda kazi maishani mwako, kwa nini ni lazima siku kwa siku uwe na uzoefu naye na uhalisia wa upendo wake na kuwepo kwake sasa? Hii ni Oktoba 15, mada ikisema kusahau. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.